aliponya na udhaifu mbali wa watu. Kuponya kule kusaidia watu mambo ya kimwili aliyafanya Yesu, kudhihirisha nguvu na mamlaka yake, lakini kuonyesha huruma zake. Nakumbuka watu walivyokuwa na mateso kwa sababu ya magonjwa. Yule mama miaka 12 anahangaika na toko na damu. Miaka 12 maana yake katika jamii alikuwa najisi. Bwana Yesu anamuona mama huyu akiteseka sana, alafu anamponya. Ni huruma ya hali ya juu sana. Ukisoma mahali tuliposoma hapa mbele kidogo, kule nyuma kidogo, utaona akimfufua yule mtoto wa yule mama mjane kule Naini. Mama ameongozana na waombolezaji wakiwa wamebeba jeneza, wanakwenda kumfukia mtoto wake, kufukia mwili wa mtoto wake. Naye anakwenda na njia nyingine, maana mtoto amekufa. Anakwenda akilia, akiomboleza sana. Mtoto wake pekee anakutana na Yesu. Yesu anamwangalia, anamwambia mama usilie. Haleluya. Mama usilie. Mama usitoe machozi. Halafu Yesu anashughulika na huyu mama mjane kwa kumrudishia mtoto wake akiwa mzima mwenye afya. Ni huruma ya hali ya juu sana. Nakumbuka Yesu alipowatazama wale watu wanaomfuata, kusikia maneno ya uzima. Hawaangalii masaa ya chakula, hawana chakula, hakuna soko, hakuna chochote kile, wana njaa. Yesu anawatazama, halafu anaona pana iwezekani tuandalie hawa wale chakula. Anawatafutia chakula, wanakula chakula. Bwana Yesu aligusa upweke wa watu waliokataliwa. Wale wakoma walikuwa ni wapweke sana. Wakoma hawakuruhusiwa kukaa na jamii. Walikuwa wanakaa peke yao. Kwa sababu tatizo la ukoma ni najisi. Ni wachafu. Walitengwa mbali na jamii. Kule kuponywa kwa wale wakoma maana yake walikuwa wanarudishwa katika jamii. Wanaondolewa upweke. Kama ni mtu wa kuoa, aliweza kuoa. Kama mtu wa kuolewa, aliweza kuolewa. Kama mtu alitengwa na familia yake, anarudi katika familia yake. Bwana Yesu alishughulika na mambo ya upweke wa watu, kukataliwa kwa watu, na kuwarudisha katika himaya zao. Bwana Yesu asifiwe. Aliyafanya hayo yote kuonyesha na kudhihirisha huruma kuu sana alionayo kwa watu. Nakumbuka wale wenye mapepo. Yule mwingine alikuwa na mapepo yamemfanya kwa kichaa, yuko porini, anaishi makaburini, anaponywa mapepo. Kuna wale wengine walikuwa na mapepo yanayowafanya wawe bubu, wanaofanya wawe vifafa, wanaanguka. Aliwaponya Yesu kuonyesha uwezo wake. Ukiangalia mambo haya aliyoyafanyia watu, unaona Yesu hakubaliani na mtu akae katika maumivu na mateso. Hakubaliani mtu awe katika huzuni na kilio. Hakubaliani mtu awe katika njaa na shida ya maisha haya. Hakubali watu waishi katika upweke na kukataliwa. Hakubali watu wateswe na kunyanyaswa na mapepo yanaondoa kizazi, yanaoleta ukichaa, yanawafanya watu wasiwe wa kawaida katika maisha, katika jamii. Yote haya Bwana wetu Yesu Kristo aliyafanya kwa sababu ya huruma zake. Alifanya matendo haya kuonyesha huruma, kama nilivyosema, alionyesha huruma yake kwa kutenda matendo aliyofanya yeye mwenyewe. Na baadaye tutaona mambo haya aliwaita watumishi wake wayafanye yeye anapokwenda mbinguni. Bwana asifiwe. Amen. Bwana alidhihirisha huruma yake kwa maneno aliyoyasema. Mstari wa 36. Aliwahurumia kwa sababu walikuwa wamechoka na kutawanyika kama kondoo.